Akizungumza na kituo hiki, msaidizi wa kisheria Riziki Ndagile wa kituo cha msaada wa kisheria Mbepasi amesema kuwa wosia una umuhimu mkubwa, kwani unaainisha nani anapaswa kurithi mali zilizopo, jambo linaloweza kuepusha migogoro baina ya ndugu. Kuna umuhimu wa kuandika wosia ili kuepuka migogoro inayotokea baada ya mtu kufariki. Nikushauri ndugu Mtanzania mwenzangu kwamba ikiwa una mali zozote, ziwe nyingi au chache, kuna umuhimu wa kuziandikia wosia ili kuepusha migogoro baada ya kifo chako. Kuna migogoro mingi huwa inatokea baada ya mtu kufariki, watu ambao ni ndugu wa marehemu kugombea zile mali. Lakini ikitokea kwamba umeandika wosia wako, itaepusha hiyo migogoro, kwa sababu moja kwa moja itaainisha ni akina nani watakuwa warithi halali wa hizo mali. Kwa hiyo ni vizuri sana mtu kaandika wosia. Kwa Tanzania, sheria ya mirathi ndio sheria mama ambayo inamuongoza mtu na inamruhusu, inampa haki ya kuandika wosia wake ambao utaainisha mali zake pamoja na wamiliki halali wa hizo mali. Aidha, mwanasheria Adam Sengo kutoka kituo hicho cha Mbepasi ametoa wito kwa jamii kuhifadhi wosia mahali salama ili kuzuia upotevu au kuibiwa. Amefafanua kuwa wosia unaweza kuhifadhiwa mahakamani, kanisani au msikitini ili kudumisha usalama wake. Wosia unatakiwa ukiwa umeshaandikwa tayari, unatakiwa kwenye bahasha ambayo imebana, lakini sehemu ambayo watoto hawezi kufika au mtu ambaye anatakiwa kurithi hawezi kufika. Sasa nikianza sehemu hizo ambazo zinatakiwa wosia utunzwe, moja wapo ambao sheria imeweza kuainisha hii sheria ya mirathi ni pamoja na maeneo ya mahakamani, inaweza wosia kutunzwa pale, lakini pia inaweza kuwa ni kwenye ofisi ya wakili, lakini pia ikawa ni kwenye ofisi ya wanasheria, ni eneo lingine pia. Lakini pia wosia unaweza kutunzwa kanisani, lakini unaweza kuwa pia ni msikitini na maeneo mengine inaweza kuwa ni benki. Kuna hii Waislamu kuna kitu kinaitwa ofisi ya kabidhi wosia mkuu. Hapa inaweza kuwa ni lita kwenye hizo ofisi za vifo na vizazi, mtu akaweka wosia wake pale. Kwa hiyo hayo ni maeneo ambayo ni kwa kifupi nimeweza kuyataja ambao mtu anaweza akatunza wosia wake. Wataalamu wanashauri wananchi kuzingatia uandishi wa wosia mapema ili kuepuka migogoro isiyo lazima na kuhakikisha mali za marehemu zinawanufaisha walengwa kwa amani, kwa heshima na kwa mujibu wa sheria. Samuel Mpogole, Hope Channel Tanzania.